tutabarikiwa sana. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaweza kushukuru Bwana kwa sababu ya hiyo mwaka. Mimi nilienda nikasafiri, tulisafiri on Monday, tukapeleka watoto nyumbani, tukasafiri tukazunguka, tukaenda Bomet, shughuli ya kikazi wiki hiyo, and then baadaye tukakulia sikukuu nyumbani pamoja na wazazi wetu, na walitutuma na salamu. Mmezipokea? Amen. Kama umezipokea sema amen. Asante. Nataka niwashukuru kwa sababu ya kuja katika ibada siku ya leo. Bwana wabariki sana katika jina la Yesu. Asante. Thank you for coming. Niko na ripoti ya watu kadhaa ambao tuko pamoja na wao siku ya leo, walisafiri, lakini nashukuru Bwana kwa sababu atawapeleka salama na watarudi salama. Praise God. Amen. Kwa hivyo siku Sunday ya kama ya leo, watu wengi wengi wangeshindwa pengine na kuingia, lakini sisi Mungu ametusaidia tukaweze kuingia kwenye ibada, na sisi wenye tumekuja, sisi ndio Mungu alipanga ya kwamba tutaingia kwenye ibada. Praise God. Tupigie Yesu makofi mazuri kwa sababu ya hiyo. Amen. In Jesus name. Naamini next year sasa Sunday kama ya leo kutakuwa kumejaa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tuko na mkesha siku ya itakuwa lini? On Wednesday. Siku ya Tuesday ni fasting, maombi ya kufunga na kuomba, na naamini ya kwamba tutafunga na tutaomba kwa kila mmoja wetu, na inajua kwamba Bwana Yesu atatubariki sana. Kwa hivyo tujiandae kwa huo mkesha, tafadhali tujitoe. Tunahitaji viti mingi kama 60 ambazo tutazijaza hapa. Naomba tu siku ambazo tuko nazo mbili itakuwa ni siku ya kualika watu. Si ni kweli? Itakuwa ni siku ya kualika watu. Najua kwamba karatasi niliyokupatia, nina karatasi niliyokupea, nikakwambia uandike prayer items, na ili siku hiyo ya kuruka mwaka utakuwa umeandika, ni uko unaandikite kile ambacho unaandika, na ili uilete tukaweze kuiombea hapa katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Wewe ni wa baraka. Tazama jirani yako, mwambie wewe ni wa baraka. In Jesus name. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka nikuletee neno la Bwana kwa ufupi. Ninajua kwamba tutabarikiwa sana. Time ambayo niko nayo chache, kama dakika 40 hivi, si utaniruhusu nikuletee neno la Bwana? Nataka nishukuru wale ambao wamenitangulia hapa. Asante sana kwa wale ambao Baba Queen kwa kutuongoza, pamoja na Mama Queen pia kwa kulileta neno la Bwana asubuhi ya leo. Na nimefurahia kwa sababu ya hiyo neno ya kwamba tunapata nguvu tena. Jina la Bwana litukuzwe. Wangapi wanaamini tunapata nguvu tena? Amen. Hatutaaibika in Jesus name. Na hatutazuiliwa, kwa sababu unajua shetani ni mbaya sana. Shetani atakaka kutuzuilia. Anaweza kukudanganya, anaweza kukuonyesha ya kwamba hapa kuna njia na kumbe hakuna. Nataka nikaweze kuleta neno la Bwana kwa ufupi, na leo nitafundisha kuhusu heshima, kumheshimu Mungu, na pia nitafundisha kuhusu kuheshimu wale ambao ni leaders, wale ambao ni viongozi ambao Mungu ameweka juu yetu. Number 1 ni kuheshimu Mungu. Number 2 ni kuheshimu wale ambao Mungu ameweka juu yetu, kwa sababu lazima tukubali ya kwamba kuna watu ambao Mungu amewaweka juu yetu. Praise God. Kwa pamoja. Kuna mtu yekubariki hiyo, na wakati mwingine anakataa, anasema otire ithuothe nitoiganaine. Na hiyo ni uongo. Usidanganyike, hatutoshani. Praise God. Kuna leaders, ni kule andũ arĩa Ngai aigĩte igũrũ ritũ. Kuna watu ambao Mungu amewachagua na amewaweka juu yetu, na ili tukaweze kuwa chini yao. Amen. Tunakubaliana hivyo ya kwamba kuna watu ambao Mungu amefanya nini? Amewaweka juu, wawe wakubwa, wawe juu yetu. Na tukikataa hivyo tutakuwa out. Hatutakuwa kwa neno la Mungu, kwa sababu Mungu anafanyaga kazi na mpango. Praise God. Haya, hebu nisomee 1 Samuel 2:30. Tutaanzia na hiyo 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30 kuguthoma hau umuthi. 2:30. Amen. Na leo ushike kile kitu ambacho nitakufundisha. 2:30 nasema hivi. Therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promised that members of your family would minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Hebu soma na NLT.
Therefore, the Lord, the God of Israel says, I promised that your branch of the tribe of Levi would always be my priest. But I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kiswahili inasema ya kwamba 1 Samuel 2:30. Wacha nikusomee tu kwa haraka kwa lugha ya Kiswahili. Inasema ya kwamba 2:30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali na mimi, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Haya ni maneno ambayo Mungu alinena akinenea watu ambao wanaitwa akinenea nyumba ya Eli. Eli alikuwa ni kuhani, na kwa hivyo akawa ya kwamba anafanya kazi ya Mungu, na alikuwa na watoto wake. Wakati ule watoto wa pastor ama watoto wa kuhani wangeachiana hivyo, wangeenda wakiachiana ya kwamba baba akikufa mtoto wake ana take over. Praise God, anakuwa kuhani, wanasimamia nyumba ya Mungu. Lakini wale wana wa Israeli, mnajua hiyo historia, si ni kweli? Wana wa Eli wakakosa heshima. Eli hakuwa mbaya, lakini wakakosa heshima. Eli akakosa kukataza watoto wake kufanya tabia. Walikuwa wanafanya tabia mbaya sana, wanafanya character ambayo si nzuri. Na sikiliza, kama kuna kitu ambacho Mungu anapenda ni kuheshimiwa. Unasikia vile ambavyo nimekuambia? Kama kuna agikoro ni kuli kidu kayedete muno. Na unajua ni vizuri kujua siri ukiwa Mkristo. Ujue siri vile ambavyo unaweza inuka. Kuokoka si kuokoka tu. Lazima utafute kujua. Tafuta kujua ni nini kinafurahisha Mungu. Kama mimi ninajua baba yangu mzazi nini kinamfurahisha, I know direct. Ninajua hiyo nikimpatia anafurahia. Na sasa na wewe lazima utake na utamani kujua. Na ukiona mtu hatamani kujua niki gikenagia Ngai, nini huwa kinafurahisha Mungu? Na juu kimeandikika kama kuna kitu huwa kinafanya Mungu afurahi na akubariki na akuinue ni kumheshimu. Na Mungu akiona ya kwamba ati ndio unamotea haujamheshimu, Mungu anakasirika sana. Tunaelewana? Tuihamu wadu wa Ngai. Hebu muniangalie. Lazima ujue ya kwamba heshima kwa kumheshimu Mungu either ni kwa kuongea. Unajua, listen, hapa Mungu aliona hawa watu hawajaniheshimu, Mungu akakasirika. Unataka kuniambia hakuna mtu mwingine alikuwa amefanya makosa makubwa? Wako, lakini Mungu akaangalia akaona huyu hakuniheshimu. Hawa watu kwa nini hawakatazi? Mungu anapenda kuheshimiwa. Tunaelewana? Hata nikiwa pastor lazima nijue hivyo. Mungu anapenda kuheshimiwa. Hata wakati ninapohudumu kwa madhabahu, ninapofanya kazi yake, Mungu anafurahia sana anapoheshimiwa na watu. Wakati tunafanya kazi ya Mungu na heshima. Na ndio sababu hata katika madhabahu niliuliza bishop juzi, nikamuuliza bishop, how comes unaweka ceiling ya mamilioni ya pesa? Unachukua milioni kadhaa unaweka ceiling kanisani. Kwa sababu Mungu anapenda kuheshimiwa, kutumikiwa na heshima. Lakini mkimtumikia Mungu, ushaiona kanisa inaenda hivi. Okay, na si vibaya, tinaoru, nimuraigwa. Na mimi sina shida. Unakuta kanisa imeinama na imeandikwa Jesus Power Ministry. Jesus Power Ministry. Na ukiingia ndani kuna watu 30 wazee. Na yule mtu kwake ako na nyumba kubwa na nzuri. Ako na TV. Ako na kiti ya beikari kwake nyumba. Yeye anakalia kiti ya beikari. Nyumba yake yeye amejenga peke yake ya mawe. 4 million, 3 million yake tu. Lakini anaingiza kichwa kwa kanyumba kenye kanaka hivi kameandikwa Jesus Power Ministry. Mungu anasemaga hapo siko. Unajua kuna wakati ulifika Mungu akadimadi heshima. Kuna wakati unafika na Mungu anaitisha heshima yake. Aliuliza wana wa Israeli, heshima yangu iko wapi? Okay, tuko pamoja? Mnaelewa vile ambavyo nasema? Hata wakati ninapohubiri hapa, wakati ninapohudumu hapa, wakati ninapoenda kanisani, Mungu huwa anadimadi heshima. Heshima yake iko wapi? Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaelewana?
ukikosa kumheshimu Mungu, na yeye Mungu anaangaliaga, anaona wewe. Aliwaambia wana wa Israeli, mmekataa kuniheshimu. Aliwaambia hao, haya ni mimi mnafanya hivyo. Akasema nitawafanya bure. Imagine, aliwalaani laana baya. Akasema na nyinyi, hebu sikiliza vile ambavyo walikuwa wanafanya. Mkileta sadaka mama Kim kwa madhabahu, wale watoto marehe sadaka, andu marehe sadaka kigogona iniri, maikaia moko makaruta nginya maguta makaria. Na andu mangiarutire sadaka ri, maguta mari ma Ngai. Tunaelewana? Mafuta ilikuwa ya Mungu, so havikuwa mnapaswa muikule. So kama watu wangeleta sadaka inapikwa, walikuwa wanarusha mkono mpaka wataoga mikono, wanatoa nyama, wanajaribu kuambiwa si Mungu alisema mafuta ni yake, wanakula yote. Mungu akakasirika, akasema wewe, nilikuwa nimeapa mtanitumikia, lakini sasa jambo hilo liwe bali na mimi, hamtanitumikia. Na akasema kuna laana aliwalaani nayo, akasema na yule mwenye atanitumikia ili apate chakula. Na ndio mimi naogopa sana, ati ndĩrahunjia nĩguo ndĩ. Hai, ni laana. Kuna wahubiri wanafanyaga hivyo. Hata Nairobi nilikuwa na mmoja, angehubiri anasema wacha leo niamke mapema na speaker, niende nikatafute chai ya asubuhi, niende nikatafute mkate ya asubuhi. Akimaliza kuhubiri 30 minutes, baka watu wanaulizana wakiwa kwa biashara, alikuwa anasema nini? Because akimaliza anaanza kuzunguka na kiodo. Sadaka. Sasa mtumishi amehubiri, angalia, akitumiwa 200 anatumia bibi na mabia, nimebarikiwa, wanakula. Si Mungu atusaidie? Kana mrona ati Kim tuhujie to niturenda irio ciada? No, ni laana. Ende usome hiyo chapter. Aliwaambia nyinyi hamta, na mwenye akamwambia hamtanitu. So Mungu huwa anabadilika. Sometimes Mungu anaweza sema nimechange mind, hamtanitumikia. Kwa nini hamkunitumikia? Na ninyi nauliza, hamkunitumikia na nini? Heshima. Yeah. Sometimes hata wakati unapoenda kanisani Mungu anaangaliaga. Leo asubuhi nilikuwa naambia my wife, tukienda kwao, ilikuwa ni lini? Ilikuwa hiyo Friday. Wakati tulienda kwao last Friday but one. Hey, saa 10 mtu anaamka kupiga pasi. Tunaamka saa 10 mpaka mimi piga pasi. Watoto wanaamushwa saa 10. Twende. Nakwambia mama, ikifika saa 2 tulikuwa Nyahururu. Saa 2 tulikuwa Nyahururu tukifanya shopping. Na kanisa amboeka. Oh, safari tutaamka mapema twende. Nitiko jina Hakim. Si ni kweli? Oh, lakini kanisa hata utaboeka mpaka ufue. Sema cha leo nifue. Hata wanaekaga online YouTube. Tamsearch tunione leo alikuwa anasema nini. Unaona hiyo heshima au kuheshimu Mungu? Mama Queen, unaona tukisafiri mapema sana mpaka watoto wanaandaliwa, mpaka saa hiyo sharu saa 11 anasema tunaenda, wanaamka. Lakini church Mungu anaangalia, hamuniheshimu. Hamukuniheshimu na masaa yenu. Mungu anadimadi heshima. Aliwauliza wana wa Israeli, heshima yenu iko wapi? Heshima yangu iko wapi? Acha nikuonyeshe mahali alidimandi. Sika nitapata. Hebu soma Malaki 1:6. Aliwauliza, heshima yangu iko wapi? Soma hiyo. Tathoma hau. Gitio gĩakwa kĩha. Wapi heshima yangu? Kani hiyo Malaki 1:6 inasema ya kwamba haya, hebu soma na NLT verse 6. Ndio hiyo. The Lord of heaven's army says to the priest. Ongeza sauti. Yes. Soma. The Lord of heaven's army says to the priest, a son honors his father, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name. Haya, unitazame. Mnasikia venye anauliza? Sasa baadaye tuseme Mungu adimadi heshima yake. Tumtumikie Mungu vile tunataka. Ndio sababu mimi nimekuwa very serious. Mnaona mimi nakuwa very keen nikitumikia Mungu.
because unaweza tumika no urutire Ngai wira baadaye Mungu akuulize haukuniheshimu ukifanya hiyo kazi, Mungu aondoke. So Mungu akaangalia venye wanamtumikia. Ngai arorire ciana cia Israeli ndio iramutungatira, akiuria hii nyumba yangu inakaa hivi, nyinyi mmejenga, enda usome hiyo chapter. Akawaambia nyinyi mmejenga zenu kubwa na yangu angalieni, rorai angalieni tu. Akawaambia mtoto uheshimu baba, si ni kweli? Okay, wapi heshima yangu? Ndio sababu bishop akaniambia nimeweka hiyo ceiling hapo ya bei kali, nimtumikie Mungu na heshima. Ndio sababu mkitoka hapa kwa ibada mnaweza chukua maji muoshe na kupatikane mtu daily anaosha kanisa na hakuna mtu anakanyanga. Not to get nyingine amaze noni anakuja ukanyanga, si ni kusafi? Hakuna ibada tunaosha ya nini? Tunaosha vitu. Mungu anadima hiyo nyumba yake iwe hiyo tu. Hatusafishi juu kumekanyangwa, tunasafisha juu ya heshima. Niliuliza mama moja ambaye ananunua maua every day ya 80,000 Kingdom Seekers. Mnajua kanisa la Kingdom Seekers kuna kuwa na maua iko live hapa 80,000 live. We dakwira live after ibada inatupwa. Niko anaga, nikukosa mahali wa kupeleka pesa. Ndio zamana acha nikuambie, Mungu naye hiyo madhabahu kikaribia pale, unasikia nguvu za Mungu zinakubeba. Mkeka peke yake ni ya mamilioni za pesa. Heshima. Unaona hiyo heshima? Hiyo anaona kai wananiheshimu hivi na mimi nitawaheshimisha. Na faida ya kumheshimu Mungu ni hii, na yeye anasema na mimi nitakuheshimisha. Nimona igora drauga. Twati ya Ngai. Na hakuna mtu anayeheshimu Mungu, Mungu anamwacha chini. Hakuna mtu anayeheshimu. Alimwambia Ibrahimu, wewe nitakubariki pamoja na uzao wako. Alimwambia kukubariki nitakubariki pamoja na uzao wako, juu wewe umefundisha watoto wako kuniheshimu. Unaona hiyo, unafundisha mtoto kuheshimu. Unaona ukikaekea chakula, unaona venye Sharo anasemaga na John, hatukuli kwanza hata wakiwa njaa. Wanaweka mikono hivi, wanafunga macho. Ninaangaliaga hiyo kitu. Najiuliza, yani wanajua tukipokea pesa mikononi mwetu na mali zetu, because kuna mahali ambapo nitakusomea anasema tumheshimu na mali. Tukipokea pesa mikononi mwetu tunamheshimu. Unajua hatutoagi tai kwa sababu ya kitu kingine, tunatoaga mali zetu juu ya heshima. Haleluya, tuko pamoja? Mungu aone umeniheshimu. Na ndio sababu nimesema hata katika ibada tuguka idhano nyina hakimu. Baadaye tunakuja huku saa 5 tunaanza kukuja rongi. Tuachililie kudhabia. Ni vile kuna kaa. Yaani mnakuja hivyo. Niliona mpaka ushago wazazi wanasema kabla ya hiyo wacheni kwanza tufagie. Wanaanza kufagia kanisa. Saa 6 inafika. Saa 6:30. Sasa tunaweza anza ibada yetu. Hiyo ni mchezo bana. Si mnajua kuna hapa, naomba Mungu atusaidie kanisa letu litagrow. Saa 11 kamili kunakuwa na kwaya imeanza. 5 ibada inaanza.